Kijiji cha mlimani kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Juma, mwenye ndoto kubwa kuliko hali yake. Alipenda muziki tangu akiwa mtoto. Alikuwa anapiga gitaa la nyuzi tatu alilotengeneza kwa waya wa baiskeli. Kila alipokuwa kiimba, watu walimcheka. Juma, acha kupoteza muda. Muziki haujalisha mtu kijijini hapa. Wengine walimwambia, hata sauti huna, unaringa tu na ndoto za mjini. Lakini Juma hakukata tamaa. Kila jioni alipomaliza kuchunga mbuzi, alikuwa anakaa pembeni ya mto na kuandika mashairi yake ya ndoto. Alijua siku moja muziki utamtoa kwenye maisha ya dharau. Mwaka mmoja baadaye, aliuzwa mbuzi mmoja na tiketi moja ya basi kwenda mjini. Hakukuwa na mtu aliyeamini ataenda kufanya chochote. Hata mama yake alilia kwa wasiwasi. Mijini maisha hayakuwa rahisi. Alilala kwa marafiki, alifanya kazi ya kubeba mizigo sokoni mchana, usiku akaenda studio akirekodi kwa bei ya huruma. Baada ya miezi kadhaa ya tabu, aliandika wimbo wake wa maisha, Msinione Hivi, wimbo uliosimulia mateso yake kijijini na ndoto za mafanikio. Wimbo ulipotoka, ulilipuka kama moto wa nyikani. Redio zilianza kuucheza, mitandao ikajaa jina lake na ghafla, kijana aliyedharauliwa akawa star la taifa. Alialikwa kwenye tamasha kubwa, akaanza kuvaa vizuri, akaonekana kwenye TV, maisha yakabadilika. Unataka kujua kilichojiri baada ya Juma kurudi nyumbani? Juma watampokeaje nyumbani? Je, wale waliomcheka watasemaje? Usikose episode ya pili, nitawaletea mwendelezo hivi karibuni.